yaani ya kwanza tu. Ukifungua tu Biblia yako tu inasema hapo mwanzo Mungu, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Hiyo ni kusema ya kwamba hapo mwanzo alikuwa ni Mungu. Na unaposoma kitabu cha Ufunuo kinapomalizia, huwa kinamalizia na kusema Mungu ndiye Alfa na Omega, aliyekuwa wa mwanzo, aliyeanza ndiye amemalizia. Na sasa tuko katika mwisho wa mwaka, kama vile Mungu hapo mwanzo, hapo Januari alitubariki akatupa uhai. Sasa tuko katika Disemba. Sasa hata hapa mwisho ni Mungu, maana Ufunuo kitabu cha Mwanzo kinasema hapo mwanzo alikuwa ni Mungu. Kwa hivyo hata sasa ni Mungu. Mungu habadiliki. Hata kama Januari inabadilika, Disemba inabadilika, Februari, Mungu huwa habadiliki. Huwa anasema ni yule tu, aliyekuwa jana, aliyekuwa leo, atakayekuwa ni huyo tu Mungu. Na nimekuja nikutangazia ya kwamba hapo mwanzo alikuwa ni Mungu, hata mwisho bado ni Mungu. Na kwa hivyo haijalishi ni yale au ni magapi yale ambayo umepitia katika mwaka, lakini bado ni Mungu yule tu. Hata kama kuna watu wengine walituacha, bado ni Mungu yule tu. Hata kama haujakuwa vile ambavyo ungependa kuwa, bado ujue ni Mungu yule tu. Yaani huyu Mungu hajabadilika, ni yule tu, aliyekuwa mwanzo ndiye atakayekuwa hata mwisho. Amen. Na sasa tunafaa tujiulize, kwa sababu mwaka unakuja kuisha, ni nini ambacho tunaweza kusimamisha mbele za Mungu tukisema ya kwamba tumemfanyia? Maana wimbo umetuambia tunahitaji kumfanyia Mungu kazi, kwa sababu mwisho wa mwaka umeisha na sasa tutaingia mwanzo wa mwaka. Na kwa kila mwaka kuna kazi ambayo Mungu amekupea, na kuna kitu ambacho Mungu anahitaji. Unajua ya kwamba Mungu anapoumba mbingu na dunia, aliumba wanadamu, akaumba wanyama, akaumba hata mimea na miti. Na hizi vitu vyote vinatakiwa vizae matunda, vinatakiwa vilete faida. Hata kazi uliyokuwa nayo ama kazi ambayo uko nayo, najua unataka iwe na faida, lazima izae kitu. Hata wale wanafuga kuku, wanahitaji hizo kuku zitege mayai, au ng'ombe wanahitaji zilete faida au zizae. Hakuna mtu ambaye anataka kitu ambacho hakina faida. Hauwezi kuweka kitu kwa mwaka moja, hicho kitu ambacho hakina faida. Kila mtu anahitaji faida. Vivyo Mungu alivyo. Wakati ambapo aliumba mbingu na dunia, akaumba sisi kama wanadamu, alituumba kwa faida zake, alituumba kwa utukufu wake. Kuna kazi, kuna kitu ambacho tulikuwa tunahitaji kumpea. Amen. Na tukisoma kitabu hiki ambacho ni cha Ufunuo, sio Ufunuo kitabu cha Mwanzo pale 1:11, maandiko inasema hivi. Hebu sikia ndugu mpendwa, na Mungu atatubariki. Inasema hivi ya kwamba kisha Mungu akasema, ardhi na itoe mimea. Sikia, ardhi na itoe mimea, miche itoao mbegu, miti juu ya nchi itoao matunda yenye mbegu ndani yake, kila mmea kulingana na aina zake,
mbalimbali. Ikawa hivyo. Mungu alipoumba dunia alinenea hata miti, akanenea hata matunda, akainenea, akawaambia ya kwamba sikiza wewe mmea, kila mmea lazima utoe matunda kulingana na mbegu yake. Yaani Mungu hakuumba hata miti kwa bure. Alitaka kila mmea utoe matunda, uzae matunda. Hata wanyama, tukiendelea utaona hata wanyama hawakuachwa hivyo. Pale 24 nao wanyama wakaambiwa hivi, sikia. Mungu akasema ardhi na itoe viumbe hai kulingana na aina zake. Sikia, wanyama wa kufugwa, viumbe vitabavyo ardhini na wanyama wa pori. Kila mnyama kulingana na aina yake. Ikawa hivyo. Hata wanyama wameambiwa watoe kulingana na aina yake, yaani wawe na mazao. Ona, maana Mungu hakutaka ati anaumba dunia wanyama wanakaa tu hivyo hakuna kuongezeka, hakuna kutoa, wala minyama wala hata miti. Alitaka kila kitu kitoe mbegu kulingana na aina yake, yaani kama ni miti izae matunda, maana ni Mungu ambaye anataka watu wazae matunda. Kama ni miti izae matunda, kama ni wanyama watoe kulingana, waongezeke kulingana na aina yake. Vivyo hivyo mwanadamu hata yeye alipoumbwa bado alibarikiwa na akaambiwa ya kwamba aendelee na kuzaana, aendelee hata na kuwa wengi, na pia akaambiwa atoe matunda pia. Na hiyo matunda ni kazi ya mwanadamu, ni ya kumtukuza Mungu, ni ya kumshukuru Mungu. Na hapo tukisoma kitabu ambacho ni cha Mathayo pale 3, tusikie mwanadamu vile naye anaambiwa. Maana tumesikia wanyama wameambiwa watoe kulingana na aina yao, miti naye ikaambiwa izae matunda na mbegu kulingana na aina yao. Sasa wanadamu nao wanaambiwa nini? Maandiko inasema hivi, kama tunaweza kusoma Mathayo pale 3 pale 8, ni Yohana. Maandiko inasema hivi, lakini alipowaona Mafarisayo na Masadukayo wengi wakija ili kubatizwa, aliwaambia, ninyi watoto wa nyoka, nani aliyewaonya kuikimbia ghadhabu inayokuja? 8 inasema, basi zaeni matunda yastahili kutubu. Basi zaeni matunda yanayostahirio kutubu. Amen. Sikia vile Mungu anasema. Huyu ni Yohana Mbatizaji alipokuja akinena katika jangwani, aliwaambia kwamba basi zaeni matunda ambayo inayoashiria ya kwamba mumetubu. Kwa hivyo Mungu pia anataka wanadamu wakaweze kuzaa matunda ambayo inayostahili kutubu, na ni matunda jema, matunda ambayo inamtukuza Mungu, matunda ambayo inamheshimu Mungu. Mungu alituumba tumpendeze Mungu. Mungu alituumba tumtukuze. Mungu alituumba kwa utukufu wake. Vivyo hivyo lazima kama mwanadamu, kama kijana, kama baba, zaa matunda inayosema ya kwamba inashukuru Mungu, matunda ambayo inamtukuza Mungu. Yohana akawaambia, zaeni matunda inayostahili kutubu, matunda ya kusema ya kwamba wewe umetubu, wewe unamjua Mungu, wewe unamdhamini. Hiyo ndiyo matunda ambayo Mungu anataka tuzae. Maana Mungu anataka faida, na faida ya mwanadamu sio kazi ambayo tunafanya. Kazi ambayo unayofanya inafaidisha tumbo yako, lakini kuna kitu kingine ambacho Mungu anataka. Hicho ndicho kinampa Mungu utukufu. Wakati mwanadamu anamheshimu Mungu, wakati mwanadamu anatii Mungu. Mhubiri 12 inasema hii ndiyo jumla ya mambo yote imeshanenwa, ya kwamba ni kuogopa Mungu na kuzitii sheria zake Mungu, kwa sababu kila mmoja atakuja kupeana hesabu
wakati huo wa kiyama. Sikia jinsi vile vile mwanadamu uko na deni hapa duniani, na hiyo deni ni kufanya mapenzi ya Mungu. Tunayo deni ya kufanya, ndugu yangu. Mama unayo deni, baba unayo deni, kijana unayo deni, ni ya kufanya kazi ya Mungu, ni ya kumpe Mungu sifa, ni ya kumtukuza Mungu, ni ya kufanya kama jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji. Hiyo ndio deni tuko nayo. Haleluya! Maana Mungu alituumba kwa sababu ya kitu fulani. Kama vile seremala hawezi kujenga meza, hiyo meza isipokuwa na kazi yake. Seremala hawezi kujenga hata kitanda, kukitengeneza pasipokuwa na kazi yake. Vivyo vivyo Mungu alituleta hapa duniani tukiwa na sababu ambayo Mungu anataka tuitende, na hiyo sababu ndio imekuleta hapa duniani. Hiyo sababu ndio imefanya hata saa hii uko hai. Wewe jiulize, kuanzia Januari ni watu wangapi tumezika? Ni ado igana tovikete, ni watu wengi. Lakini wewe kwa nini bado uko hai? Wengine hata ajali zinafanyika, lakini wewe haukufi. Lakini wengine wanakufa kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu ako nacho na wewe. Hiyo kazi, hiyo kitu haujamaliza. Inaweza kuwa kuna deni ambayo uko nayo na Mungu, na hiyo ndio inafanya Mungu akukinge. Hiyo ndio inafanya Mungu akuokoe kila siku. Hiyo ndio inafanya Mungu akuamushe. Hiyo ndio deni ambayo unahitaji kulipa, kwa sababu kila mwanadamu ako na deni. Na tunastahili tujiulize, sasa hivi tumefunga mwaka, ni deni kiasi gani ambayo unaendelea na kuwa nayo? Maana wakati wote ambao haufanyi mapenzi ya Mungu, ujue ni deni unaendelea na kuwa kubwa. Kila wakati hautimizi mapenzi ya Mungu, hiyo ni deni. Lakini unapotimiza mapenzi ya Mungu, hiyo deni inalipwa. Haleluya! Sasa hebu angalia, ni deni gapi ambayo uko nayo mbele za Mungu? Wakati Mungu anataka ufanye kitu fulani, unakosa kufanya. Wakati unakosa kutii, hiyo ni deni. Na hiyo deni ikiongezeka sana, ndio inakuwa sasa ni dhambi. Na maandiko inasema mshahara wa dhambi wa hiyo deni ni mauti, motoni. Maana haukuja huku tu, ulikuja kwa sababu ya jambo fulani. Mungu alikuchagua katikati ya watu wengi. Mungu akakupa uhai. Mungu amekuwa pamoja na wewe tangia ulipozaliwa, kwa sababu kuna jambo ya ajabu, jambo ambayo mtu mwingine hana, lakini ni wewe uko nayo. Hiyo ndiyo maandiko, na ndiyo maana Mungu anakuuliza ni jambo gani ambayo unamfanyia leo. Na hivi tumefika sasa, ni nini umemfanyia Mungu? Haleluya! Umekaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Unaona Yohana anakuja akisema, tubuni na mzae matunda yanayopaswa kutubu. Ya kwamba kazi namba moja ni kuamini neno la Mungu, ni kutubu dhambi zako na kuzaa matunda yanayopaswa mtu ambaye ametubu. Matunda ya upendo, matunda ya ukarimu, matunda ya utakatifu, matunda ya kutukuza Mungu. Haleluya! Hivyo ndivyo Mungu anasema, kwa sababu miili yetu tuliumbwa kwa mapenzi ya Mungu, na tuko na kazi ambayo Mungu anataka tufanye. Kuna chumura umewekewa kama mwanadamu. Unajua Mungu mbinguni hata kuuliza ati ulisoma hadi study what. Mungu mbinguni hata kuuliza ati ulilima mashamba magapi, hata kuuliza ati ulizaa ukazaa hadi wapi. Hapana, kuna kitu maalumu ambao Mungu atakuuliza. Je, ulifanya mapenzi ya Mungu? Ndio, nilikuumba ufanye hivi na hivi, ndio unitukuze, unipe sifa. Je, ulifanya nini kwa sababu ya ufalme wangu? Unaweza kuwa umejenga, hiyo ni yako. Lakini je, Mungu anauliza, umejenga nyumba yako katika ufalme wa mbinguni? Uko na mahali mbinguni? Maana unaweza kuwa na utajiri wa hapa duniani, lakini uko na utajiri wa mbinguni. Unaweza kuwa na jina hapa duniani, lakini hauna jina mbinguni. Unaweza kuwa unajulikana duniani, lakini mbinguni haujulikani.
Hiyo ndiyo maana tuliumbwa. Hii mwili inakuja kuoza, na hii mwili haidumu, lakini roho yako inadumu. Na mambo ya kiroho ndiyo Mungu atakayoangalia sana, na mambo ya kiroho haionekani sana na wanadamu. Hata kama sasa wakati mtu anafanya mambo ya kiroho, watu wa dunia hawaonai kama ni kitu unafanya. Wakati unasoma neno la Mungu, unasikia Biblia, unasikia neno, watu hawaoni kama ni kitu unafanya. Lakini wakati unafanya mambo ya mwili, watu wanaona. Lakini mambo ya kiroho, mambo ya mbinguni, hiyo ndiyo mambo ya kudumu milele na milele. Na hiyo ndiyo ilifanya Mungu atulete hapa duniani, ili tuwe na faida katika ufalme wa mbinguni. Hatukuumbwa tuteseke hapa duniani, bali tuliumbwa tumpe Mungu sifa na utukufu, tuishi maisha ambayo inayompendeza Mungu. Haleluya! Maana mwili tulio nayo ni ya Mungu. Wacha tufikie, usikie deni ambayo uko nayo mbele za Mungu. Sasa kwa deni yake. Sasa hebu tuangalie sisi nasi Mungu anasemaje kutuhusu. Wakorintho wa kwanza pale 6. Wakorintho wa kwanza pale 6:19. Tusikie vile maandiko inasema, na Mungu atubariki sana. Maandiko inasema hivi, ni Wakorintho wa kwanza pale 6:19. Inasema hivi. Je, hamujui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akae ndani yenu, ambaye mmepewa na Mungu, na ninyi siyo mali yenu wenyewe? Sikia sasa hapo. Ati ninyi siyo mali yenu wenyewe. Ati kwani hamujui ya kwamba miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu akae ndani yenu? Hiyo mwili ulio nayo sio yako, ni hekalu ya Mungu mwenyewe. Na anasema ambaye mmepewa na Mungu, ninyi siyo mali yenu wenyewe. Unaona? Kwa maana mumenunuliwa kwa gharama. Kwa hiyo mtukuze Mungu katika miili yenu. Ona ya kwamba mwili ulio nayo ni hekalu ya nani? Ya Mungu. Na anasema siyo mali yenu wenyewe. Kwa hivyo hii mwili niko nayo siyo mali yangu mwenyewe. Lakini ukikuja hapa duniani, watu wanaona ni kama mwili hiyo walio nayo ni mali yao. Hadi utasikia mtu akisema, hii mwili yangu, nitafanya hivi, nitakula hii ni mwili yangu. Wengine anasema, hii ni maisha yangu, shughulika na yako. Unaona? Lakini Mungu anasema miili yenu ni hekalu ya Mungu. Hata uhai ulio nao ni Mungu alikupumuzia. Sasa sisi hatuna chochote. Na ndio nasema kama mwili huu ni mali ya Mungu, sasa umepewa mali ya Mungu, umfanyishe kazi. Kama vile ambavyo naweza kukupatia shilingi 2, nikwambie hizi shilingi 2 nimekukopesha. Ufanye kazi, ulete mazao. Ujifaidi pia. Na baada ya wakati nitarudi, nikuulize shilingi 2 zangu umezizalisha nini? Kama vile wale walipopewa talanta, mwingine akapewa 2, mwingine 3. Na wakati ilipofika, yule aliwapea talanta alirudi, akawauliza, wewe nilikupatia iko wapi talanta yako? Wengine walipewa wakaenda wakaizika, na wengine wakaifanyisha kazi. Waliozika walinyaganywa, na wakanyaganywa hata walichokuwa nacho. Lakini waliokuwa wamezalisha walibarikiwa hata maradufu. Hiyo ni mwili yako ulio nayo. Hiyo mwili ni deni, ni talanta umepewa na Mungu. Na maandiko imetuambia miili yetu ni sio mali yetu wenyewe. Hii tumekopeshwa. Na ndio maana Mungu anakudai deni. Umefanya nini na mwili wako? Maisha yako umekuwa ukiishi namna gani? Je, umempendeza Mungu ama umeisha maisha ya kupendeza wanadamu na kupendeza wale wengine? Umekuwa ukishughulika na Mungu ama umekuwa ukishughulikia tumbo yako? Tagia mchana ifike, kuna watu wanashughulika tu na mwili yao. Wasichana, wengine wa mama, kazi yao ni kushinda kwa kioo.
na kuangalia na kujitazama. Anavaa kaguo haka, anavaa kengine, anazunguka, anatoa hako, anaendelea tena, anachukua rangi, anajipaka. Wanadhani tu, wanafikiria kuhusu mwili kuanzia asubuhi hadi jioni, maana wameabudu mili yao. Hata wengine hawezi kulala, wakiwa na kale galudo hawezi kulala, wako na stress. Wengine wakianza kuzeeka hawezi kulala, maana wanaabudu mili yao kwa sababu ya urembo, kwa sababu wanahitaji kufurahisha wanadamu. Wewe utaulizwa, maana huo mwili wako ulipewa umtukuze Mungu, sio ujitukuze. Wengine ni wanaume, wanaangalia tu mili yao, vile ambavyo watakunywa, vile ambavyo watakula, vile watafurahisha tu mwili. Yaani tamaa za macho, tamaa za mwili hii. Hiyo sio kazi yake. Hiyo mwili, maandiko imesema, sio mali yako mwenyewe. Hiyo ni mali ya Mungu. Haleluya. Mali ya mtu ni ya mtu. Na ndio maana mtu akiwa na mali yako hawezi kumwambia siku ambayo atakujia mali yake. Akisikia atakuja usiku wa leo, atakujia mali yake. Akisikia atakuja asubuhi, atakujia mali yake. Na ndio maana wakati Mungu anahitaji hiyo mwili wako, hiyo uhai wako, hata piga hodi au atume barua akwambie nitakuja, hapana. Atachukua wakati wowote. Hakuna mtu anaweza kumuuliza Mungu wakati anachukua hiyo mwili wako au nafsi yako au roho yako, maana pumzi ni yake, mwili ni mali yake. Haleluya. Mungu anatudai, na anatudai sasa nasi tumfanyie kazi, nasi tumpendeze Mungu, nasi tukae kulingana na mapenzi ya Mungu. Tumshukuru Mungu kwa ile kazi aliyofanya. Haleluya. Unajua wokovu hakuna mtu anaweza kulipa, maana wokovu ni kipawa cha Mungu. Lakini ukipewa kipawa unahitaji uonyeshe umeshukuru, na unashukuru kwa matendo. Haleluya. Ndio maana imani yako pasipokuwa na hiyo matendo, hiyo imani ni bure na unadaiwa deni, maana hauna matendo. Wakati wa kutubu dhambi na kuachana na uovu, wale hawajaokoka, juaneni na Kristo, maana sio mapenzi ya Mungu mwanadamu aweze kupotea, bali ni mapenzi ya Mungu watu wakaweze kuokolewa. Lakini unapokataa msamaha wa Kristo, basi ndugu, utapoteza nafsi yako. Ndio Yesu akasema, itakufaidi nini upende dunia na mambo yaliyomo duniani, alafu upoteze nafsi yako? Brother, itakufaidi nini upende dunia hii, wewe ndio umekamata dunia na mali ya dunia, alafu upoteze nafsi yako? Haitakufaidi. Ndugu yangu, ni wakati wa kujisalimisha mbele za Mungu. Ni wakati wa kumtukuza Mungu na kumpa Mungu sifa, maana tunayo deni, na deni tuliyo nayo ni ya kumfanyia Mungu kazi. Hiyo deni ni ya kumtukuza Mungu. Hiyo deni ni ya kumwamini Yesu na kufanya kama jinsi ambavyo mapenzi ya Mungu ilivyo. Haleluya. Hebu tusome kitabu ambacho ni cha Yohana. Yohana ni pale 15. Usikie ile kazi ambayo Mungu anataka. Maana tumesikia wanyama walitarajiwa watoe, mifugo ilitarajiwa izae, hata miti nayo ilitarajiwa izae matunda na itoe mbegu. Kila kitu Mungu aliumba, Mungu alitaka kiwe na mazao, kiwe na faida. Hadi mwanadamu alihitaji tuwe na mazao na faida mzuri. Amen. Kama vile ambavyo hiyo kazi yako hawezi kufanya kazi bila faida. Sikia, naye Mungu alitaka faida kwetu, na hiyo faida ni kumtukuza, hiyo faida ni kumuinua, hiyo faida ni kutii neno lake. Yohana 15 pale 2
inasema hivi, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda Baba yangu ulikata, nalo kila tawi lizaalo ulisafisha ili lipate kuzaa matunda zaidi. Sikia ya kwamba Mungu anasema yeye ndiye, wewe ni tawi, na ukiwa kama tawi, Baba anasema ya kwamba anahitaji uzae matunda. Ndipo anasema kila tawi lizaalo ulisafisha ili lipate kuzaa matunda zaidi. Na anasema kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa matunda lisipokaa ndani ya mzabibu, vivyo hivyo hamuwezi kuzaa kamwe msipokuwa ndani ya Kristo. Amen. Vivyo hivyo ninyi msipokaa ndani yangu hamuwezi kuzaa matunda. Mungu anasema tukae ndani yake, na ukikaa ndani ya Yesu basi utazaa matunda, maana yeye ndiye nguvu ya kufanya matendo mema, nguvu ya kuzaa mazao mema, nguvu ya kuleta na kuongezeka, yote ni Mungu. Hivyo anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huzaa sana, maana pasipo mimi hawezi kufanya jambo lolote. Hiyo ni kusema nini? Pasipo Yesu hawezi kufanya jambo lolote. Kwa hivyo unahitaji kukaa ndani ya Yesu ndio uweze kufanya mambo yote. Maandiko inasema nini? Mambo yote inawezekana ndani ya Yesu, na yale ambayo mwanadamu hawezi, Mungu anaweza. Kwa hivyo hakuna kitu tunaweza kufanya tusipokaa ndani ya Yesu. Unahitaji kukaa ndani ya Yesu ndio uweze kuzaa matunda ili inayompendeza Mungu. Maana amesema ikiwa mti hauzai matunda mema, anasema utakatwa na kutupwa motoni. Hebu sikia, mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Kama matawi hayo na kunyauka, matawi hayo haukusanywa na kutupwa motoni, yanateketea. Sasa Mungu anataka tuzae matunda, maana ukikosa matunda utakatwa na kutupwa motoni. Hivyo ndivyo Mungu anasema, kwa hivyo Baba yangu hutukuzwa kwa vile mzaavyo matunda mengi, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Amen. Mungu anatukuzwa wakati tunazaa matunda, matunda ya utakatifu, matunda ya ukarimu, matunda ya kweli, matunda ya upendo, matunda ya kutii. Mungu anatukuzwa na Mungu anapewa sifa na utukufu. Kwa hiyo ndugu yangu, ni wakati wa kuzaa matunda, na Mungu anasema zaeni matunda inayopaswa kutubu. Kama kweli umeokoka, kama kweli unajuana na Mungu, ipo wapi matunda ambayo inasema wewe umeshaokoka, wewe unamjua Mungu? Zaa matunda inayompendeza. Haleluya! Ndiyo maana maandiko inasema, kwani hamjui ya kwamba nyinyi ni taa, na taa haiwezi kuwekwa chini ya bakuli, lakini taa inawekwa mahali juu ili inamulikia watu. Vivyo hivyo mnahitaji muzae matunda mema ili Mungu wa mbinguni atukuzwe, matendo yenu ionekane, na inapoonekana Mungu wa mbinguni anatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliookolewa, zaeni matunda yanayosema mumetubu. Wacha Mungu ainuliwe juu yenu, wacha njia zenyu, matendo yenu, wacha imtukuze Mungu ili Mungu apewe sifa. Amen. Tusome kitabu ambacho ni cha Mathayo ni pale 3, Mathayo 3 pale 10. Usikie vile maandiko inasema, ana uhai wako ni deni, uhai wangu ni deni, na tunahitaji tumfanyie Mungu kazi. Ujiulize, deni hiyo nitailipa namna gani? Ni kumpendeza Mungu, ni kumtukuza Mungu, ni kumtii Mungu, ni kuokoka na kufanya mapenzi ya Mungu.
Mathayo 3 pale 10 wacha tusome. Inasema hivi, hata sasa shoka limewekwa tayari kwenye shina la kila mti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Sikia, ate ithano wanereigetwo itina inesi ya miti, na mote othe utaciaraga maciaro mega ni ugatemwo na wikio mwaki-ini. Sikia, shoka imewekwa kwenye shina la mti, kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kwa hiyo ndugu yangu, dada yangu, ewe mama, tunahitaji tujiulize, matunda yetu iko namna gani? Maana shoka limewekwa kwenye mti, na hiyo ni kusema hukumu imekaribia. Mungu anaangalia mti, kama mti haina mazao, matunda, inakatwa na kutupwa motoni. Maana Mungu anahitaji faida kwetu. Mungu anahitaji matunda kwetu. Mungu anahitaji matendo mema. Mungu anahitaji uwe na faida juu ya maisha yako. Jiulize, ni matunda gani ulio nayo? Mungu amesema hata sasa shoka limewekwa tayari kwenye mti, basi kila mti usiozaa matunda mema hukatwa na kutupwa motoni. Haleluya! Ndugu yangu, ni wakati wa kuzaa matunda mema. Ni wakati wa kumshukuru Mungu. Ni wakati wa kufanya mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Haleluya! Maandiko inasema ya kwamba siku hiyo kila mtu atatoa hesabu ya maisha yake, ya kwamba ndio Mungu alinipanda kama mti hapa duniani. Mungu akaruhusu hiyo mti ipewe maji, upewe neno, upewe uzima. Baada ya wakati Mungu alitarajia mazao, Mungu alitarajia faida. Iweni na faida katika mbele za Mungu. Maana faida ulio nayo ni gani kama sio kumtukuza Mungu? Haleluya! Unajua hata wale wakulima, mtu akiwa na shamba anaipalilia, analimia hiyo miti ama hiyo mahindi, lakini mahindi haitoi kitu. Huyo mtu anakata, mkulima anakata hiyo miti, kama ni mahindi anaikata, maana hakuna mazao. Hivyo ndivyo Mungu alivyo, anahitaji uwe na mazao juu ya maisha yako. Iweni na matunda mema, iweni na matendo, iweni na jambo ambalo unalolifanya kupitia kumtukuza Mungu, kama maisha ambayo Mungu anahitaji. Tii neno lake, okoka, tubu dhambi zako, kaa kwa utakatifu na ukae kwa maisha ambayo inamsifu Mungu. Haleluya! Amen. 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 Wacha tusome kitabu kingine hapa kumalizia. Inasema kitabu cha Yohana pale 6 pale 29. Tumesikia kwamba uhai wetu ni deni na tunahitaji tumfanyie Mungu kazi. Na sasa ni kazi gani hiyo? Tuulize maandiko. Biblia ni kazi gani hiyo? Yohana 6 pale 29. Sikia hiyo kazi. Inasema hivi, ndipo wakamuuliza, tufanye nini ili tupate kuitenda kazi ya Mungu? Yesu akawajibu, kazi ya Mungu ndio hii, mwaminini yeye aliyemtuma ambaye ni Yesu. Amen. Hiyo ndio kazi. Kazi ambayo Yesu anataka tufanye ni kumwamini Yesu aliyemtuma. Mwamini yeye aliyemtuma. Maana hiyo ndio kazi kubwa, na kuamini neno lake na kulifuata neno lake na kumtumikia. Hiyo ndio kazi. Na ndio maana akasema wote watakao muamini hawatapotea, bali watapewa uzima wa milele. Lakini wale watakao kosa kumwamini watahukumiwa. Kwa hivyo kazi ambayo tumepewa ndio hii, ni kumwamini Yesu, kuamini neno lake, kufanya vile anahitaji, kumtukuza Mungu na kumwamini hadi mwisho wa ulimwengu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia kitabu kingine ambacho ni kiko kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza pale 5
11. Usikie wale waliomwamini kile ambacho wamepokea, maana uzima wa milele upo. Hatugojei ati tukifa tupewe uzima wa milele. Uzima wa milele tulipewa. Sikia, kitabu ni cha Yohana wa kwanza 5:11. Inasema hivi, huu ndio ushuhuda kwamba Mungu ametupa uzima wa milele, nao uzima umo katika mwanaye. Amen. Aliye na mwana wa Mungu anao uzima. Yeye asiye na mwana wa Mungu hana uzima. Sikia ndugu yangu, ya kwamba hii ndio kweli, ya kwamba Mungu alitupea uzima wa milele, na amesema aliye na mwana wa Mungu ana uzima. Kwa hivyo kama uko na mwana wa Mungu, kama uko na Yesu ndani ya roho yako, uko na roho wa mwana ndani yako, uko na uzima. Maana uzima wa milele ni roho wa Mungu, roho wa mwanae. Ukiwa na yeye uko na uzima wa milele. Haugoji tukifa upewe uzima. Uzima tunaupata tukiwa hapa duniani. Maana uzima wa milele ni roho wa Yesu. Ni Yesu ndiye roho wa uzima wa milele. Ndipo amesema aliye na mwana wa Mungu ana uzima. Yeye asiye na mwana wa uzima wa Mungu hana uzima. Na hiyo ndiyo kweli ambayo tunahitaji, kwa sababu pasipo yeye hauna uzima. Unahitaji uzima, uzima wa milele na milele, maana yeye ndiyo uzima, na wanaompokea hawatapotea. Alisema ya kwamba yeyote atakayempokea hatapotea, kwa sababu amesha kuamini ya kwamba yeye ndiye Yesu, ndiye njia, ndiye uzima, na yeye ndiye uhai, kila kitu. Haleluya! Lakini lazima uache usherati. Lazima uache dhambi. Lazima uokoke. Lazima ujuane na yeye. Maana sio kumwamini tu, bali amini kisha uzae matunda. Kwa sababu maandiko inasema kama ni kuamini, hata shetani anaamini ati na anatetemeka. Unaona, shetani anaamini na anatetemeka. Sasa tunahitaji tuamini na tuzae matunda inayosema umefanya nini? Umeokoka. Na matunda iko wapi? Haleluya. Matunda ni matendo mema. Ndio. Sasa matunda inaandamana na yule ambaye ameamini. Na hivyo ndivyo amesema, kila mtu ambaye hazai matunda mema atakatwa na kutupwa motoni. Na amesema ya kwamba hiyo ndio deni tulio nayo, kwamba uhai wako ni deni. Kwa hivyo ndugu wapendwa, wewe umesikia neno la Mungu. Mimi nimekuja kumalizia. Tumemaliza. Hakuna kitu kingine. Neno umesikia. Kwa hivyo ni wewe ujiulize ya kwamba pia nimesikia neno, pia niko na deni, nitafanya nini hii deni iishe? Na hiyo deni, na hiyo ni kufanyia Mungu kazi. Na hiyo kazi tumeambiwa ni kumwamini Yesu aliyetumwa na Mungu, ya kwamba unapomwamini fanya vile anasema. Maana alisema kama unanipenda basi fanya vile ninayosema. Sio kusema unapenda Yesu kwa mdomo, bali na haufanyi vile Mungu anasema. Hapana, tufanye vile Mungu anasema kama tunampenda. Wacha tuombe. Katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana, tukisema ni asanti, maana umenena nasi kupitia neno hili jioni ya leo, ya kwamba uhai wetu ni deni na tunahitaji kufanyia kazi Mungu. Na hiyo kazi moja umesema ni kumwamini Bwana na kumtumikia na kufanya mapenzi yake. Katika jina la Yesu Bwana, ninaomba wasaidie wote waliosikia neno la leo. Bwana, ukawahifadhi, uwasaidie kuzaa matunda na kutubu dhambi zao na kukujua na kuvutiwa kwako, katika jina la Yesu. Waliokuwa hawana matunda, Bwana, waanze kuzaa matunda kupitia hilo neno, maana neno lako ni mbegu
na najua ya kwamba ikianguka kwa mioyo iliyo tayari, Baba, itamea 100%. Baba, ninatangaza kama jinsi hakuna neno limewahi kukurudia bure, hata hili neno ninaomba Bwana lifanye kazi juu ya vijana, juu ya wanaume, juu ya vijana, juu ya wamama hadi wasichana na watoto, katika jina la Yesu. Bwana, ukaweza kuwabariki na kuwatakasa kwa hilo neno, katika jina la Yesu. Bwana, tuko hapa tukitangaza ya kwamba kila nguvu za giza ambazo huwa zinafanya kazi katika kijiji hiki, Bwana, za kupingana na vijana, wanaume hadi na wamama, Baba, na kufanya wasije wakafanya ile kazi uliowaitia, ninafunja hizo nguvu za giza katika jina la Yesu. Nguvu zote za ibilisi naziweka chini ya nyayo zangu katika jina la Yesu, nikitangaza, Yesu, ulikuja kuharibu kazi ya shetani ili watu wako wawekwe huru. Nami ninatangaza kazi yote ya shetani na iharibu katika jina la Yesu. Nafungulisha vijana, wanaume, wamama hadi wazee, roho zote ambazo ni za ulevi, hata usherati, hata wizi na ukora, yote na fuja katika jina la Yesu, nikitakasisha hiki kijiji, nikiomba Bwana ukawabariki wale wanaofanya kazi zao Bwana na mikono yao. Bwana, bariki kazi ya mikono yao na ukaweza kuitakasa katika jina la Yesu. Boma ambayo haina amani, Bwana, ninaomba amani. Mahali ambapo watu wamepotea, wazee, wale wa mama ama watoto, Baba, ninaomba ukawarejeshe katika njia zako, warejeshe kwenye upendo, kwenye kweli, hata wokovu, katika jina la Yesu. Jehova Mungu wa mbinguni, wewe uliye Alfa na Omega, ninabarikisha mahali hapa Bwana, na yeyote aliyesikia, nikiomba utukufu na heshima zikurudie, ya kwamba tutazaa matunda inayokustahili, maana ulituumba tukupendeze. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Amina.